Baraza leo liko vizuri, robo ya tatu limeenda vizuri. Kwanza nashukuru Mungu, mambo yameenda vizuri, lakini natija kubwa sana. Mheshimiwa Diwani amechangia agenda nyingi sana, kuna maazimio mengi ambayo wameyapata, ikiwemo uboreshaji wa hospitali kubwa ya halmashauri kwa ya kisasa ngayo ya kanda, kwa sababu inahudumia wagonjwa wengi Kondoa vijijini, Chemba pamoja na Kondoa mjini. Kwa pale inazidiwa sana. Kwa hiyo pamoja na mabao amesema iboreshwe iwe angalau ya kanda ipande hadhi. Sisi kama diwani tunajadili mbinu nyingi za kuongeza mapato, ikiwemo kuongeza tarehe za minada. Kimfano Kingare ilikuwa na pale Msui ilikuwa Kingare kwa mnada tarehe 24 peke yake. Sasa hivi tumeongeza kwa tarehe 11. Kivyo vile tukubaliana na pale Bicha kutakuwa na gulio kila Jumamosi. Tutakuwa na gulio la kisasa zuri kabisa, tutakuwa kuchoma nyama choma pale, tutakuwa ng'ombe zinauzwa, lakini na vitu mbalimbali vitauzwa kama mabati, vitu vyote vitauzwa pale. Jambo la tatu tumesema kupitia watendaji wetu kwenye mazao magetini, uongeze umakini kwenye mageti, kila mazao yalipiwe. Kivyo vile hawa mifugo ikiuzwa walipie ushuru mbalimbali, tumekubaliana. Kwa mipango iko mingi, kwa tunaomba tu Mungu tekeleze vizuri. Ila kwenye mapato kila mwananchi basi hakikisha kwamba anachangia na halmashauri kupata mapato. Kama una biashara yako hakikisha unalipa ushuru, unalipa leseni ili tupate mapato, kwa sababu halmashauri inaendeshwa na mapato. Tumeona miradi mingi inafanyika kupitia mapato ya ndani, shule zinajengwa, madarasa yanajengwa, hospitali za nati kupitia mapato ya ndani. Kwa hiyo msio na wasiwasi. Hela ambazo tunakusanya zinarudi kwa wananchi wenyewe. Kila mwisho tunakubaliana pia mambo stakabadhi ghalani, lazima stakabadhi ghalani ndio mwelekeo dira ya Mheshimiwa Rais ili kumkomboa mwananchi. Tumesema lazima vyama vyote vya ushirika vitoe wale wajumbe wake waende wakasome pale semina siku 7, ataenda Dodoma kusoma. Lengo pembejeo zote sasa kuanzia mbegu, mbolea zitapatikana kwenye kata husika. Tena hamna sababu ya kuja kuchukua mjini. Kila kata husika kupitia stakabadhi ghalani au kupitia zile AMCOS zao tutakuwa wanatoa na pembejeo mbalimbali za kilimo.